Wakulima zaidi ya 60,000 katika kaunti ya Makueni watapata mafunzo ya jinsi ya kuhifadhi mavuno yao na kuzuia kupotea kwa mavuno baada ya kuvuna, huku ikibainika wakulima hupoteza zaidi ya 30% ya mavuno hayo kupitia njia tofauti, kama anavyotueleza Michael Mutinda. Huku makali ya njaa yakiendelea kuwauma wakazi wa kaunti zaidi ya 20 zenye ukame humu nchini, imebainika kuwa hali hiyo inaweza kukabiliwa na kupunguzwa iwapo wakulima watafahamu mbinu mbalimbali za kuzuia kupotea kwa mazao baada ya mavuno. Wakulima wa nafaka nchini hupoteza 30% ya mavuno kwa kukosa kufahamu njia za kuhifadhi mazao yao. From our research, we've determined that for most of our crops, we lose up to 30% of what we harvest. So that means that our farmers almost pay a tax to the pests and diseases that attack our crops once we harvest. And that's why we've come up with this program, one, to create awareness among farmers on the loss that they go through when they harvest their food, on how they can preserve their food, how they can harvest, how they can shell, how they can store, and how they can transport. Ili kukabili hali hiyo na kuhakikisha kuna chakula cha kutosha, shirika la HAGRA kwa ushirikiano na serikali ya Makueni na Baraza la Nafaka Afrika Mashariki wamezindua mpango wa miaka 3 unaolenga kupunguza kupotea kwa mazao baada ya kuvuna kwa 30%, mpango huo ukilenga wanawake na vijana. Mradi unaangazia kufanya kazi na wakulima na kuwapa mafunzo ili waweze kutumia mbinu ambazo ni za kupunguza upotevu wa vyakula baada ya mavuno. Mbinu hizo ni kama vile magunia yale yanaitwa hermetic, pamoja pia na bidhaa zingine kama masailo ama yale mitungi mikubwa ya kuweka vyakula, yawe ni ya chuma ama ni ya plastiki. Yote hiyo ambayo inatumika kuhifadhi chakula vizuri ili visiliwe na wadudu na visipotee baada ya mavuno. We have seen our farmers lose a lot of their produce due to different ways or different means of post-harvest losses. So this 3-year project is targeted to ensuring that we capacity build our farmers on good agricultural practices and how to take care of the harvest so that we don't lose so much. So we are working with the Ministry of Agriculture and with the National Treasury and the county departments of agriculture to look at what policy and regulatory aspects affect or cause farmers not to adopt these technologies. Ni mradi wa shikadau wanaamini wapo utafaulu, basi wakulima wa Makueni watapata faida ya kilimo chao na hata kuchangia kuongeza chakula nchini. Michael Mutinda, runinga ya Citizen, Makueni. Kutoka kaunti namba 17.